Tuna discuss mambo ya scholarship. Yaani scholarship za kutoka nje ya nchi, sio hapa nchini. Za kutoka kwenda kusoma nje ya nchi. Kuna sababu mbili kubwa. Ile ya kwanza kila mmoja anaijua. Imeandikwa nadhani kwenye vitabu vitakatifu. Moja, tafuteni elimu hata China. Sasa wa China wenyewe, wa China wenyewe wanatafuta elimu mpaka Marekani. Na mnakumbuka juzi sokomoko lilivotokea Marekani, wanafunzi wa kigeni walio wengi wanatoka China. Na China na best universities sasa hivi duniani. Lakini wanaona umuhimu wa kutuma vijana wao kwenda kusoma, na wengine wanafanya nini? Sembuse sisi. Ambao bado uhuru wetu tumepata muda sio mrefu. Chuo kikuu cha kwanza kimeanzishwa baada tu ya Tanganyika wakati ule kupata uhuru mwaka 61. Kati ya matukio makubwa alifanya Mwalimu Nyerere ni kuanzisha chuo kikuu pale Lumumba. Na wanafunzi nadhani walikuwa 14 tu. Sembuse sisi kwa muda huu, tuache kuwapeleka nje. Na tunaambiwa kitabu kingine, mshike elimu usimwache aende zake. Kwa hiyo kuwapeleka nje ni kwenda kutafuta, na lazima tuhimize. Na kuwashukuru sana wale wazazi ambao wameweza kupeleka watoto wao kwenda kusoma nje. Kuwasaidia na kuwalinda, kwa sababu tunataka watu wapate exposure. Tukaangalia wenzetu wanafanya nini. Na tujifunze hasa katika yale maeneo mapya ambayo yanaibuka, lakini hata ya zamani. Watu wa Tanzania wawe all round. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini ya pili ni rahisi zaidi kueleza. Kazi kubwa hapa tunapambana kwanza kupata fursa kwenye vyuo vyetu vya ndani na fedha za kutosha kutoa mikopo kwa wanafunzi wetu. Hasa kama kuna scholarship imetolewa huko, mtu anasomeshwa 100%. Sisi tuache kuitumia, afu tunanyang'anyana mkopo huo huo, wengine wanakosa. Tutakuwa tunafanya uzembe. Tuna scholarship katika nchi nyingine, lakini na sisi tumeangalia kwa nini wakati mwingine tunapata changamoto. Tunajaribu kuzitatua. Tumefanya vikao kuangalia. Kwa mfano, Saudi Arabia tuna scholarship karibu 100 na ngapi? 127. Sasa tumeelewa ni kwa nini watu wengi hawajazipata. Kwa sababu tumegundua changamoto sio wa Tanzania tu ku-apply. Scholarship zile ina maana ukienda kusoma first degree badala ya kwenda University of Dodoma, badala ya kumsumbua Bill Kiwe yuko wapi? Uko hapa, umekaa hapa mbele. Wala kwenda kupambana na mkopo hapa, tunapunguza mzigo, tunampeleka kule anasoma, alafu huo mkopo uliopo utamfaidisha Mtanzania mwingine. Kwa sisi kutokutumia hizo fursa za scholarship vizuri, tunaumiza Watanzania hata ambao waende kusoma nje. Lakini kazi kubwa ambayo tunaiangalia na tutajadili hapa pamoja ni kwa nini hatujakuwa tukizichangamkia hizo scholarship inavyowezekana. Tumeanzisha nyingine chini ya, kwa sababu rais wetu alituelekeza yale maeneo mapya, pelekeni watu wakasome. Amuona Profesa Mohamed hapa. Tena sema kabisa tupige na makofi. Huyu yeye kaanzisha scholarship kwa ajili ya mambo ya nuclear hayo. Yeye ndiye anafahamu vizuri. Sasa ni profesa mambo hayo. Kwa anapeleka watu kwenda kusoma masters. Lakini na tumeanzisha scholarship, Kipanyula yuko hapa profesa. Kuna vijana 50 wako pale kwako. Hiyo tunaita Samia scholarship extended. Lakini zile scholarship nyingine tunazipata lazima tuzitumie. Kwa hiyo tunataka tujadili pamoja. Tujitahidi kuhakikisha kwamba tunatumia hizo fursa ili resources tulizonazo ziendelee kutumika kwenye elimu, lakini wanafunzi wengine wasome. Sasa wanafunzi wengine wakienda China kusoma, ule mkopo uliokuwepo pale kwa bili hapa utasaidia Watanzania wengine. Ila tusipochangamkia kule, pengine wale watabaki hapa watazichukua, alafu wengine watakuwa na kosa. Itakuwa ni fursa kubwa ambayo tumepoteza. Kwa hiyo hilo tutakuwa tunalizungumza kwa pamoja, tuone namna ya kusonga nalo mbele. Kwa hiyo naomba kila mmoja alifikirie na tupeane mawazo. Sisi tushafanya kikao cha ndani, tushaangalia kwa nini Saudi Arabia, na sisi tulienda kule. Selukele yuko wapi? Tulifika nikamwambia baki tena, nilitaka nimwache mwaka mzima. Alivaa kanzu akapendeza kweli kweli. Lakini alienda kutembelea taasisi kule na feedback yake ni nzuri sana. Unajua mtu akisikia Saudi Arabia anaweza kufikiria ni kwenda kuhiji tu. Those guys are moving extremely fast to modernize their country, the economy. My university yao ni one of the best, top kabisa duniani. Kwa hiyo lakini tumeshagundua changamoto kwa nini Watanzania wengi hawajachukua, lakini tutajaribu kuzitatua. Lakini ziko nyingine nyingi, tutakuwa tunaongea pamoja, wengine mmesoma huko nje mnafahamu ilikuwa.